Kuna ukweli mmoja ambao binadamu wengi hatupendi kusikia. Ustaarabu tunaojivunia leo haukuanza kwa teknolojia, haukuanza kwa elimu na haukuanza kwa amani. Ulianza kwa mapambano ya kuishi. Karibu Movie Secrets by Us, mahali ambapo hatuangalii filamu kwa macho, tunazichimba kwa akili. Na leo tunavunja filamu iitwayo 10,000 BC. 10,000 BC si namba ya kawaida, ni wakati kabla ya historia kuandikwa. Ni zama ambazo mwanadamu aliishi kwa silka zaidi kuliko sheria, kwa nguvu zaidi kuliko mfumo, kwa hofu zaidi kuliko matumaini. Na neno BC lina maana ya before Christ, kabla ya Kristo. Hii si tu kipimo cha muda, ni ishara ya ulimwengu ambao haukuwa na maadili ya kiroho yaliyopangwa, hakuna ustaarabu rasmi, hakuna mfumo wa sheria uliokamilika. Ni dunia ya mwanzo kabisa ya mapambano ya kuishi. Kwa hiyo filamu kuitwa 10,000 BC haimaanishi tu kipindi cha kale, ina maana ya mwanzo wa safari ya binadamu kuelekea ustaarabu. Ni hadithi ya wakati ambao mwanadamu alikuwa bado anajifunza nini maana ya kuwa binadamu. Lakini tayari mwanadamu alikuwa anapigania kitu ambacho hata leo bado tunakipigania: uhuru. Kuna kijana mmoja jina lake Delay. Hakuwa shujaa, hakuwa kiongozi, hakuwa hata mtu wa kuaminiwa sana. Lakini maisha yana tabia moja ya ajabu. Huwa hayachagui watu wasiokuwa tayari. Delay anaishi katika jamii ndogo, jamii inayotegemea uwindaji, maisha rahisi lakini yenye hofu ya kesho. Ndani ya moyo wake kuna kitu kinachomfanya atetemeke. Si njaa, si wanyama, si baridi. Ni hofu ya kutotosha. Na hapo ndipo hadithi halisi inaanza. Kwa sababu kila shujaa wa kweli huanza na swali moja tu: je, mimi ninaweza kweli? Ndani ya dunia yake kuna mwanamke, Evelot. Lakini Evelot si mtu wa kawaida. Ni tumaini linalotembea. Ni sababu ya Delay kupumua kwa nguvu zaidi, kupigana zaidi, kuishi zaidi. Jina lake linafanana na evolve, mabadiliko, na hiyo si bahati mbaya. Kwa sababu kila safari ya mwanadamu huanza pale anapopata kitu cha kupigania. Na hapa ndipo siri ya kwanza ya filamu inaonekana. Mwanadamu hapigani kwa sababu ya nguvu, anapigana kwa sababu ya upendo. Lakini dunia yao haijatulia. Nguvu isiyoeleweka, utawala usioonekana, watu wanaotekwa, jamii zinavunjwa, na nyuma ya yote kuna warlord. Lakini warlord si mtu tu, ni wazo. Ni sura ya kwanza kabisa ya mamlaka inayotawala hofu. Yeye ni mfano wa kile ambacho historia nzima ya binadamu imekuwa ikikiona. Na hapo ndipo filamu inatoa ujumbe wake wa kwanza mkubwa. Utumwa haukuanza na ustaarabu, ulianza na tamaa ya kutawala. Delay analazimika kuondoka nyumbani kwake, kuingia safari ambayo hakuna aliyewahi kuimaliza akiwa yule yule. Jangwa, baridi, milima, wanyama wakubwa kuliko ndoto za mwanadamu. Lakini ukweli ni huu: safari yake si ya umbali, ni ya ndani. Kila hatua anayotembea anaacha woga wake nyuma. Kila mapambano anayopitia anakaribia kuwa mtu ambaye hakuwahi kujiona. Na hapa ndipo tunakutana na hekima ya kale. Tik Tik, mzee anayebeba sauti ya mababu, kumbukumbu ya vizazi, ukweli kwamba mwanadamu hawezi kujua kesho bila kusikiliza jana. Yeye ni ishara kwamba maarifa hayaji na nguvu, huja na muda. Njiani wanakutana na wengine, makabila tofauti, watu tofauti, lugha tofauti, lakini kitu kimoja kinawaunganisha: hofu ya kunyimwa uhuru. Na hapo ndipo siri nyingine kubwa inaonekana. Mwanadamu ni tofauti kwa sura, lakini sawa kwa mapambano. Halafu wanayaona Mammoth, viumbe wakubwa, wazito, wenye nguvu isiyodhibitika. Lakini hawa si wanyama tu, ni ishara ya nguvu ya asili, nguvu ambayo mwanadamu hawezi kuishinda, anaweza tu kuielewa. Ni ukumbusho kwamba kabla mwanadamu hajatawala dunia, alipaswa kwanza kujifunza kuishi ndani yake. Safari inaendelea mpaka wanapofika kwenye kitu cha kushangaza: miundo mikubwa, piramidi, nguvu, utaratibu, mfumo, ustaarabu. Lakini ustaarabu huu umejengwa juu ya kitu gani? Hofu, utumwa, nguvu ya mtu mmoja juu ya wengi. Na hapo filamu inatuambia ukweli mchungu sana.
Maendeleo ya mwanadamu mara nyingi hujengwa juu ya mateso ya mwanadamu mwingine. Delay anasimama mbele ya mfumo mkubwa kuliko yeye, lakini hapo ndipo jambo muhimu zaidi linatokea. Anaacha kuwa mtu anayekimbia, anakuwa mtu anayesimama. Na hapo ndipo maana halisi ya shujaa inaonekana. Sio mtu mwenye nguvu zaidi, bali mtu anayekataa kuogopa tena. Na mwisho wa yote, kinachoanguka si tu utawala, ni hofu, kwa sababu hakuna utawala unaodumu milele, lakini ujasiri wa mwanadamu huendelea kuishi. Na sasa sikiliza vizuri sana, filamu hii haikuwa hadithi ya zamani, ilikuwa hadithi ya mwanadamu wa kila zama. Kwa sababu leo bado kuna warlords, leo bado kuna hofu, leo bado kuna watu wanaopigania uhuru, na leo bado kuna delay ndani ya kila mmoja wetu. Mwanadamu hakujifunza kujenga ustaarabu kwanza, alijifunza kupigana na hofu. Hakujifunza kuandika historia, alijifunza kuishi hadithi yake. Labda miaka 10,000 imepita, lakini safari ya kuwa huru bado haijaisha. Hii ilikuwa ni Movie Secrets by Us, mahali ambapo tunavunja filamu na kugundua mwanadamu ndani yake. Kama maisha yako yangekuwa movie, ungekuwa unapigania nini? Tukutane kwenye breakdown inayofuata na uweze kudondosha komenti yako na kusema ni filamu gani ifate kwenye breakdown ya Movie Secrets by Us. Usiache kufollow, kusubscribe na kushare na marafiki wote wanaopenda kutazama movie ili kugundua siri, ishara, mafumbo na maana halisi zilizojificha kwenye filamu tunazozipenda na kuzitazama kila siku. Karibu na asante.